Bwana Yesu asifiwe. Mko salama? Pia nami ni salama katika Yesu. Siku ya leo nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nina furaha kubwa nikiwaona nyinyi mko hai. Kwa sababu kuwa hai ni neema. Bwana asifiwe. Kupata amani katika maisha yako ni neema. Haleluya. Niwakaribishe nyote katika neno la siku ya leo, pamoja na wale wote ambao wanatupokea moja kwa moja kwa mitandao yetu. Nikiomba ya kwamba kupitia neno la leo Mungu ataweza kutubadili na maisha yetu hayatakuwa vile tena. Haleluya. Haleluya. Usiposema amen kama hiyo sitafurahia. Kwa hivyo jifunze mapema. Kila wakati ukiniona hapa nikisema Bwana asifiwe, sema amina ambayo iko na nguvu. Haleluya. Amen. Neno la leo, we are talking about the theme power in the insufficiency. Mwambie jirani yako power in the insufficiency. Na kwa sababu napenda Kiswahili, mwambie uwezo kwa upungufu. Uwezo kwa upungufu. Naam, hilo ndilo neno langu na hiyo ndilo lengo langu siku ya leo. Uwezo kwa upungufu. Tukiangalia maandiko ambayo tulisomewa siku ya leo kutoka kitabu cha waraka wa Paulo kwa kanisa la Wakorintho, tukisoma mlango wa 12 mstari wa 1 hadi mstari wa 10. Vile vile tuelekee katika kitabu cha nabii Isaya mstari wa 40 na mstari wa 28 hadi 31. Lengo la leo utaweza kulipata pale. Kwa sababu nilipokuwa nikisoma maandiko katika kitabu cha Wakorintho, niliona kisa cha mtumishi ama mtume wa Mungu Paulo. Na wakati nilipokuwa nasoma yale maandiko, nikatambua ya kwamba Paulo alikuwa anapitia wakati mgumu. Na diposa katika ule ugumu Paulo alikuwa anapitia, tukisoma kutoka mstari wa 1 hadi mstari wa 6, maandiko yanasema kwamba kuna ufunuo ambao Paulo alipata. Bwana asifiwe. Na kuna mtu katika siku 14 Paulo aliona akiwa katika mbingu ya 3. Bwana asifiwe. Lakini tukizidi kusoma, maandiko yanasema katika kutoka mstari wa 7 kwamba naye mjumbe wa shetani akatumwa kwake Paulo. Haleluya. Naye mjumbe huyu wa shetani Paulo akamfananisha kama mwimba. Kwa sababu ule mwimba ulikuwa umemtesa mtume wa Mungu Paulo, na wakati Paulo alikuwa anayapitia magumu katika maisha yake, maandiko yanasema katika mstari wa 9-10 kwamba alimuomba Mungu akaweza kumuondolea ule mwimba. Na maandiko yanasema Paulo akaomba kwa mara 3 kwamba Mungu aweze kumuondolea ule mwimba. Bwana asifiwe. Wapendwa katika Bwana, katika maisha ambayo tunayaishi sisi, kuna mambo magumu tunayapitia. Ukweli si kweli? Kunayo mambo magumu ambayo tunayapitia. Na haya mambo hayawezi toka kwetu iwapo tutamuomba Mungu. Bwana asifiwe. Magumu ambayo tunayapitia katika maisha hayawezi toka kwetu iwapo tutaweka imani yetu kwake Mungu. Haleluya. Hiyo mmesikia? Haujasikia hiyo? Haujasema amen? Iwapo umhusishe Mungu katika mambo yako, hutaweza kuondoka katika majanga ambayo unayapitia maishani mwako. Kwa sababu majanga ni mengi. Shida ni nyingi ambazo mwanadamu anapitia.
Matatizo ni mengi ambayo yanakuba binadamu katika ulimwengu. Na njia nzuri na ambayo ni ya muhimu sana ni kujihusisha naye Mungu ili uweze kutoka katika haya majanga. Ndio maana maandiko yamesema Paulo akaomba mara 3 kwamba Mungu amuondolee huu mwiba. Haleluya. Wakati nilipokuwa nikiyasoma haya maandiko, nikajiuliza ni jambo gani ambalo linakwaza maisha yangu kuendelea? Ni jambo gani ambalo linafanya nisiweze kuchukua hatua katika maisha yangu? Bwana asifiwe. Kwa sababu mambo ni mengi ambayo yanakuvuta nyuma usiweze kuchukua hatua katika maisha yako. Bwana asifiwe. Na ukumbuke pale nyuma tumesema kama unataka majanga haya yaondoke, muhusishe Mungu katika mambo yako. Haleluya. Amen. Muhusishe Mungu katika mambo yako. Na ndio maana Paulo akatambua, nisipomwambia Mungu aniondolee huu mwiba katika maisha yangu, huu mwiba ambao unaguza kiroho changu, huu mwiba ambao unaguza maisha yangu ya kila siku, huu mwiba ambao unaguza na unaathiri maisha yangu ya kiroho, Mungu asiponiondolea nitaishi kuteseka. Bwana asifiwe. Nimekuletea ujumbe kwamba kuna uwezo kwenye kupungukiwa. Paulo alikuwa amepungukiwa na uwezo kwa sababu huu mwiba ulikuwa umemdunga, huu mwiba ulikuwa umemtesa, huu mwiba ulikuwa umemletea matatizo. Mjumbe wa shetani alikuwa amemtesa Paulo kwa mambo mengi. Na Paulo akatambua, nisipomwambia Mungu aniondolee huu mwiba, sitaweza kupata usaidizi kamwe. Bwana asifiwe. Binadamu hawezi pata kukusaidia. Jirani yako hawezi pata usaidizi wako. Mzazi hawezi pata usaidizi ambao Mungu anaweza kupea. Bwana asifiwe. Mliyezaliwa pamoja hawezi pata usaidizi wako katika maisha. Lakini Mungu mwenyewe ana uwezo wa kukuongeza nguvu katika zile nyakati ambazo umepungukiwa. Haleluya. Wakati ambao umepungukiwa katika maisha, Mungu mwenyewe ndiye aliye na uwezo wa kukuongeza nguvu. Na ndio maana maandiko yanasema katika kitabu Nabii Isaya akiandika mlango wa 40 na mstari wa 28 hadi mstari wa 31, akasema naye Mungu ndiye aliye na uwezo wa kuongeza nguvu na kuongeza uwezo kwa waliopungukiwa. Bwana asifiwe. Na tusome mstari wa 29. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Tuendelee 30. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. That one. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Hallelujah. Mungu ndiye mwenye uwezo. Mungu ndiye mwenye nguvu zote. Bwana asifiwe. Though all those who believe in God, all those who put their trust in God, power will be added unto them. Uwezo utaongezwa. Wacha nikwambie, hata nasikia kutoka nikuja huko. Sisikii nikiwa comfortable nikiwa hapa. Kwa sababu kuna watu hawanisikii vizuri. Na kuna watu hawanielewi ninachokisema. Nimekuja hapa ndio mnielewe. Haleluya. Mnanisikia vizuri? Ngai newe uheanaga hinya kuri aria magite hinya. Mungu mwenyewe ndiye ako na uwezo. Unajua kuna hali binadamu anapungukiwa hata anafika mwisho wa maisha. Kama Maka.
Mutikamake. Mutikaiwe mukimaka. Ngai hamwe na inywe. Ngai newe uheanaga hinya. Mungu mwenyewe ndiye ako na uwezo wa kuongeza nguvu kwako wewe uliopungukiwa. Kama vile nabii Isaya alivyosema, kama tulivyosoma katika mstari wa 29, he gives strength to the weary and increases the power to the weak. Pengine unashindwa ni kupungukiwa kwa aina gani na naongea kuhusu. Kama naweza peana kisa changu kwa muda mfupi, mimi mwenyewe. Tukiongea kupungukiwa, ama tukiongea kuhusu kupungukiwa, number 1, tuongee kuhusu kupungukiwa kwa kiroho. Na hiyo nitapeana mfano na mimi. Kunao wakati ambao nilikosa nguvu za kuomba. Na unajua tunasema kuomba na tunaamini kuomba, maombi husaidia sana. Maombi ina nguvu yake. Ukweli si kweli? Maombi ina nguvu zake za kipekee. Na ule wakati nikakaa na nikachukua muda wa wiki 2 bila hata kuomba, hata bila kusali lile sala la Bwana. Haleluya. Na wakati ule, kwa zile wiki 2, nikasikia sina uwezo kamwe maishani mwangu. Siwezi hata, sina tumaini. Haleluya. Kwa muda wa wiki 2 nikaona sina matumaini kamwe. Lakini wakati niliongea na mmoja rafiki yangu katika Bwana, ambaye alinielekeza katika njia za kiroho na akanipa mawaidha kwa njia ya kiroho, akanisomea maandiko haya. Bwana asifiwe. Akaniambia Mungu mwenyewe ndiye ako na uwezo wa kukuongeza nguvu. Wewe ambaye uliyepungukiwa kati yetu, wewe ambaye umepungukiwa na nguvu ya kiroho, wewe ambaye umepungukiwa katika familia yako, kuna kitu umekosa, Mungu ndiye ako na uwezo wa kuongeza ambacho umekikosa. Mungu mwenyewe ndiye ako na uwezo. Wewe uliyeathirika kwa muda mrefu, unashindwa njia ya kuwalea wazazi wako, watoto wako, unakosa karo ya kuwalipia watoto wako ili wapate masomo. Mungu ako na uwezo wa kuongeza wa kuongeza nguvu ndani ya maisha yako. Usione kama umepungukiwa uone sasa nitakufa moyo. Usife moyo. Trust in the Lord. Na niye kuongerera hinya thĩinĩ waku. I am encouraged with the response of God to Paul. Wakati Paulo alikuwa anaomba, anamwambia Mungu amuondolee huu mwiba. Na akaomba maombi kwa mara 3. Namshukuru Mungu kwa maana yale maneno aliyemwambia Paulo katika mstari wa 10, alimwambia neema yangu imekutosha. My grace is sufficient to you. Nami nimekuja kukujulisha na kukufahamisha asubuhi ya leo, neema ya Mungu imekutosha. Usiadhirike ufike mwisho wa maisha. Usiteseke uone ni kama umefika mwisho. Neema ya Mungu imekutosha. Haleluya. Tukimalizia katika kitabu cha nabii Isaiah. Isaiah chapter 40 verse, tuwekewe Isaiah chapter 40 verse 28 to 31. The Bible says, do you not know, have you not heard, the Lord is the everlasting God, the creator of the end of the earth.
He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen. Hiyo imetuigia vizuri. That the Lord is the everlasting. He is the creator of the earth and the heavens. Mungu anakujua. Mungu anajua unahitaji nini. Bwana asifiwe. Usifadhaike moyo. Usifike mwisho wa maisha. Kwa nini ufe moyo? Na Mungu ni wa milele. Na neema yake Mungu imekutosha. Kwa hivyo wapendwa katika Bwana, tunapoendelea na maisha ambayo tutaishi katika ulimwengu, Mungu ametuandalia mambo mazuri. Na nenewa tena na maandiko yaliyo katika kitabu cha Ufunuo 3. Utatuwekea Ufunuo 3 mstari wa 8. Ufunuo 3, Revelations chapter 3 verse 8. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Are you encouraged with this verse? I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Sasa kama unajua, Mungu anajua uko na uwezo mchache. Haleluya. Mungu anajua uwezo wako umepungua. Na ndio maana anasema katika kitabu cha Isaya, ndiye huongeza uwezo. Kwa sababu anajua uwezo wako ni mchache, atauongeza. Kwa nini basi ufadhaike? Kwa nini usubue maisha yako? Ndikwenda kuina rwimbo rurainirwo ni muini umwe ati muturire ndurenda ma pressure. No ni urehe ma pressure nawe. Kwa nini ujisubue na Mungu anajua uko na uwezo mchache na atakuongeza? Anakuahidia katika kitabu cha Isaya atakuongeza uwezo. Na amekuahidia kwamba, napenda Kiswahili, nataka niseme kwa Kiswahili. Maandiko haya katika Ufunuo yanasema, tazama, najua matendo yako, najua wa uwezo mchache, nami nimeweka mlango mbele yako uwazi. Bwana asifiwe. Na nitaufungua ni kwa ajili yako, ni kwa sababu umeweza kuweka neno langu ndani yako. Tumewekewa kwa version nyingine ambayo sijui. Na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Ombi langu ni kwamba Bwana atusaidie, ili hili neno liweze kudumu ndani ya maisha yetu. Unajua, kwa wakati neno la Mungu limedumu ndani yetu, tunapata uwezo mpya. Hiyo hamjasikia? Hiyo hamjasikia? Wakati neno la Mungu, ama wenye wanasikia ni wenye neno la Mungu liko ndani yao. Kama neno la Mungu liko ndani yako, usikie hii. Wakati neno la Mungu limedumu ndani yako, bado
Kwani ni wachache aje neno la Mungu liko ndani yao hapa? Wengi ni kama wako upande huu. Wacha nisikie upande huu. Wakati neno la Mungu limedumu ndani yako, amen, Mungu atakupa uwezo. Mungu atakufungulia mlango. Na najua kuna watu hapa hii wiki watapata wamefunguliwa mirago. Haya maandiko yatafanya kazi kwenye maisha yenu. Najua kuna mtu atapata mirago yake tu imefunguka tu. Apate tu mambo yake inaenda vizuri. Upate ulikuwa umeteseka pale nyuma, lakini wiki ambayo tunaanza utapata mambo yako imebadilika. May God bless you. Na Mungu afungue huu mlango maishani mwako. Huu mlango ambao amesema hakuna aliye na uwezo na hakuna hata anayeweza kupata uwezo wa kufunga. Bwana mbariki na mtende mema. Nataka niombe na mmoja aliye na ombi la kipekee. Kama kunaye mmoja anasikia itagehoerwo ni muhunjia, kana itagethi haria kigongona ine ndugamio godikia mukira hinya. Pengine Mungu alikupa mwito na ukakataa kumtumikia kwa jinsi aliyotaka. Kuja tuombe tafadhali. Na nasema tafadhali kwa sababu usipofuata mwito wa Mungu, usipofuata mwito wa Mungu utalia. Utalia. Chakutumaini sina ila damu yake Yesu. Dhambi zangu kuziosha, chakutumaini sina. Sina wema wa kutosha. Kwaya mutige kugucia rwimbo tafadhali. Chakutumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha. Dhambi zangu huziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nangu. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nataka uchukue dakika moja uongee na Mungu wako. Sijui umepungukiwa kwa njia gani. Sijui umepungukiwa kwa upande gani. Sijui kama ni familia yako imepungukiwa. Sijui kama ni biashara yako. Sijui kama ni mahali pako pa kazi umepungukiwa. Wewe mwambie Mungu, njoo uniongeze uwezo. Kama kwa jinsi umetuahidia katika kitabu cha Isaya kwamba unaongeza uwezo kwa waliopungukiwa. Waombezi, ongea na Mungu wako. Kama unayo imani kwamba Mungu ana uwezo wa kukuongeza uwezo, mnene na Mungu wako. Sema neno moja. Sema neno moja na maisha yako ibadilike. Sema neno moja na familia yako itabadilika. Sema neno moja na biashara yako ama mahali pako pa kazi patabadilika. Sema neno moja na huduma yako kwa Mungu itabadilika.
tuzidi kunena na Mungu, zidi kusemezana na Mungu wako. Maandiko katika kitabu cha Yakobo yasema, hamna kwa sababu hamuombi. Kwa maana hiyo ni wakati wa kumjulisha Mungu kule ambako umepungukiwa ili akuongeze uwezo. You don't have because you don't ask. Ask from God. Abia Mungu akupe. Abia Mungu akuongeze. Abia Mungu akuinue. Abia Mungu akusaidie kuchukua hatua katika maisha. Bwana wetu na Mungu wetu, katika jina lako safi la Yesu Kristo, tuwasema ni asanti, ni kwa vile Bwana wa rehema umeweza kunena nasi kwa njia ya kipekee. Bwana wetu ukanena nasi na kutukumbusha jinsi Paulo alivyoteseka na jinsi alivyoyapitia mambo magumu katika maisha yake. Na vile vile Bwana ukatujulisha kwamba kwa vile ulivyomjulisha kwamba neema yako imemtosha, nasi tuomba neema yako itutoshe. Haijalishi tumeteseka kwa muda gani, haijalishi tumepitia magumu kwa muda gani, lakini Mungu wetu umetuahidi katika kitabu cha Isaya kwamba wewe ndiye huongeza uwezo kwa waliopungukiwa na uwezo. Njoo Bwana twakusihi, ukatuongeze uwezo. Njoo Bwana twakusubiri, ukaongeze uwezo ndani yetu katika jina la Yesu Kristo. Tuamini jina lako, kwa kuwa hakuna jina lingine ambalo ni kuu sana ila lako Bwana. Bwana wetu njoo, ili mlango ambao umetuahidia katika kitabu cha Ufunuo 3:8 kwamba umefungua na hakuna aliye na uwezo wa kufunga, Bwana na ikawe kweli katika maisha yetu. Twaja kinyume na mpango wa giza na mpango wa shetani katika maisha yetu. Na Bwana wetu twaomba ukatusaidie kuchukua hatua katika maisha yetu. Wengine wetu wameishi kwa muda mrefu bila kuchukua hatua. Wanaanza mambo lakini yanasimama kwa maana shetani aliingilia maisha yao. Maisha yao yamesimama, yamekosa kuendelea, wamekosa kuchukua hatua kwa maana kuna mwimba ulio katika maisha yao. Bwana wetu twaomba ule mwimba ukaweza kuondoa, nayo neema yako ikatoshe watu wako katika jina la Yesu Kristo. Bariki wote waliokuwa katika hii ibada. Bwana, neema yako ikawatoshe. Neema yako ikawatoshe. Bwana, hawa nawaombea kibali chako katika maisha, naomba kibali chako katika familia zao, naomba kibali katika biashara zao, nawaombea kibali chako katika mahali pao ambapo wameajiriwa. Bwana, nawaombea kibali chako. Bwana, ukashuke ni kwa ajili yao, ukawape neema yako, ukawape kibali chako, ukawape hekima Bwana, ukawape uwezo mkuu, uwezo wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Njoo Bwana uwe nasi hata katika kipindi ambacho kitafuata katika hii ibada. Toba neema yako izidi kuwa nasi. Toba Bwana uendelee kuwa nasi, na ukitupa tamati njema iliyo na baraka zako, tutalisifu na kulitukuza jina lako, kwa kuwa wewe ni mwema, katika jina la Yesu Kristo. Njoo uwe nasi twakusihi Bwana, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana wabariki na watende mema. Asante.